Vipi? Safi. Karibu. Asante, mbona yeye? Mimi naenda kwenye ile safari yangu niliyokuambia. Sawa. Halo? Kuna sehemu nipo. Unasema kweli? Unasema kweli? Yaani hapa nawaza mambo yangu hapa. Mambo gani tena kaka? Yaani nipate langu. Tamani kufungulia biashara. Tafurahi. Nataka dadangu unakaa pale unauza matunda pale. Kama naona vipi? Na kwa kuitika. Sasa umeniambia mwenyewe. Unajua kwanza hamna kitu kizuri kama kuanzisha biashara yako mwenyewe. Yaani asikwambie mtu. Basi ndio hivyo dadangu. Nahisi simu yako inaita. Kachukulia bwana, mimi nimechoka. Haya. Bosi. Hamna. Kwani kuna tatizo? Poa. Vipi? Kuna nini? Kazi. Kazi? Nimesimamishwa kazi bwana. Pole kaka. Lakini tubaki kumwomba Mungu, unaweza kupata kazi nyingine. Mimi nipo ndani.
Kaka. Nini? Ana siku ya pili analala pale. Achana naye. Endelea kufagia. Mimi nishajua nini cha kufanya. Kaka. Unasemaje? Sasa kaka, umekuja na mgeni humu ndani tumfahamu. Alafu unaenda kazini unaniletea mimi huyu mgeni. Sasa inakuaje? Ujue sisi ni watoto wa Adam na Hawa, umeelewa? Alafu kitu kingine, sisi ni Watanzania. Uruketu sisi kupendana, kusaidiana, umeelewa? So yule nimemsaidia. Yaani kaka, ujue unaleta matatizo humu ndani. Ujue kama ingekuwa ni kufa, angekufa huku alikokuwa katika hali ngumu. Why aje afie katika furaha? Pole sana.
Hivi Eli, maisha ya mpaka lini? Najua una vitu vingi sana vya samani ulipoteza, lakini cha msingi ni kumwomba Mungu tu. Alafu kwa sababu huwezi jua Mungu amekuandalia nini kesho. Wewe umekipoteza kidogo kwa sababu kwa kikubwa kinakuja mbele yako. Zandi, najua funa mimi mwanaume. Hebu angalia mdogo wangu mimi ataishije? Hivi unajua Neema atakuwa katika hali gani? Lakini tambue ndo nguzo. Wewe ndo muhimili juu yake. Sasa muda wote ukiwa analia atajisikiaje? Cha msingi ni kupambana. Leo ushaipoteza sawa, lakini tambua kuna kesho. Na Mungu amekupa hiyo pumzi, ana maana yake. Bado una thamani kwenye maisha yake. Najua sana. Lakini hapa nipo napomkumbuka rafiki yangu Jackson. Ila Jackson tayari ameshafariki. Cha msingi ni kumwombea tu kwa Mwenyezi Mungu alale mahali pema peponi. Na usipoteze nguvu nyingi, mawazo mengi kumwaza mtu ambaye tayari shafariki. Kwa sababu ya hatima maisha yake tayari imeshafika mwisho. Ila wewe bado una pumzi. Bado una uwezo kufikia malengo yako hapo ulipo. Una muda mwingi sana wa kuwaza mambo mengi sana kwa sababu Mungu amekupa pumzi. Ila cha msingi ni kutoka katika hiyo hofu ambayo ulikuwa nao, kwa sababu hofu ni mateso ya mtu huru. Jaribu kutoka kwenye hiyo kifungo. Ni kweli nasema kwamba napenda kukaa kwa nyumba. Najua Neema hali yake jinsi atakavyoona mimi, jinsi nilivyo. Anaumia sana, mdogo wangu anateseka. Alafu chukua 1000. Itakusaidia kwenye vitafunwa asubuhi. Sana sana. Wewe ni ndugu yangu, umenisaidia sana. Nashukuru. Sioni kuona unadondoka, alafu pia na mimi niko pamoja nawe kwenye shida na. Nashukuru sana. Okay basi. Baadaye. Wewe kabisa? Safi na kwaje? Mungu anasaidia. Oe mwanangu wewe. Nige hiyo biskuti hapo hivi. Ya nice. Hizi zinazoziona hapo? Hizo hapo. Ngapi? Patia moja. Sasa ndio na mimi ndugu yangu. Okay, poa, tugee 2. Simupa wawili? Tuko wawili. Sasa ninakupa wewe wakati mwingine. Asante. Mpe change. Nachojua kabisa babaki. Unajua napendaga sana kutafuna biskuti mwanangu. Au napendelea sana. Poa. Poa. Bwana vipi? Kama kwa ina kwani? Wewe mama. Safi, karibu mwana. Poa, ndio. Safi. Subiri kidogo, kuna shughuli.
Uje mimi napenda sana kukulisha mpenzi wangu. Kama mandazi ni wapi? Kule kwa Majuma. Tamu. Kweli eh? Unakula vizuri. Nini? Tamu. Mambo kaspendi bwana. Mimi sipendi chafuke. Hapo mke wangu na sometimes unajishangaaga. Kwa nini? Yaani mpaka mbele za watu uone tabu kunishika kidevu. Sina kupenda. Sawa. Na waja siku nikizaa mtoto atoka afana wewe. Copyright, yani nitafurahi. Yaani hapo kwenye kufanana. Hapo kwenye kufanana mke wangu. Yaani afanane vyote na mimi, lakini nataka huo tu mdomo wako. Yaani mdomo wako tu. Na nilijua kwa sababu unaupenda mdomo wangu. Mdomo wako tu. Mke wangu. Afane na wewe. Nafurahi afu awe mfulani. Yaani akiwa kama mimi ndio nitafurahi sana. Sasa hivi napata nini wewe? Tupate mtoto wa kike mzuri. Unakasuka kama mabutu, kama baba yake, sema ni hivyo. Sasa mimi nikiwa naongozana naye sasa, mimi ni baba mtu, mtoto mtu, ana vibutu hivi. Oya. Basi. Ongea yani ongea la familia. Nikwambie kitu, tuombe kitu kimoja. Tuze mapacha. Kike na kiume. Hapo unaongea mkao. Kwa maana nakupenda sana. Hapo unaongea. Kaka. Naam. Chakula tayari. Brother, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana tena sana brother. Enjoy sana. Ukipata marafiki fulani, hamna shida ndogo asubuhi. Kunywa mdogo. Kunywa. Kuwa huru, kunywa unavyojisikia. Lakini Kontawa, wewe ni mwenyeji eneo hili. Mwenyeji? Uliza nini? Wapi? Wewe mdai magunga hapo. Mimi sifafa. Nani asonjua mimi hapa? Nani asonjua? Kama ni mwenyeji, na jambo moja nataka unisaidie. Ndio. Wakati niko around hapa kama siku 2 3 4, kuna jamaa yangu tulipotezana muda mrefu sana. Ndio. Lakini nilibahatika kumuona kwa mbali akiwa kwenye usafiri wa bodaboda. Unamjua yeye? Anaitwa nani? Niambie. Exactly, nashukuru sana. Anaitwa Kobe. Kobe. Ana dread. Kobe umefika brother. Kobe yamaka mchukua mwokota hadi umezuka. Wapi ndio namweka ndani? Kobe umefika. Brother, nini kingine? Swala la kazi sio kwamba yani ni swala la kufikiria sana. Kuna kazi nyingi sana watu wanatafuta na watu wanapata. Sio kwamba ninahitaji ufikirie sana, yani unafika wakati mpaka na mimi yani unaniogopesha. Yani ni kama vile umekosa maisha. Kazi zipo nyingi za kufanya. Na mimi pia kuna sehemu hapo nasubiria tu kazi nipate. Yani kesho kutu ninapata kazi. So upo nyumbani unakaa unafikiria yani kiasi kwamba wewe ndo mkubwa afu na sisi ndo tunawaza sasa sisi wengine tutafanyaje? Jackie. Hebu muangalie Rukaiya, muangalie na Neema. Maisha haya mpaka lini? Nitakuwa namtegemea sana mimi mpaka lini? Na wewe ushasema kwamba kuna kazi unasikilizia. Kwa sasa mpaka upate hiyo kazi. Sijamaanisha kwamba ndo muda mrefu yani ndo kazi naipata. Hapana. Ni kesho kutwa ninaipata kazi. Si kwamba nitakaa basi nasubiria labda kazi. Hapana. Kesho kutwa napata. Basi sawa, mimi nakuambia tu hiyo kazi uipate. Hicho ndio cha muhimu. Oya. Bwana vipi? Kaka. Siku nyingi. Bwana, ni wewe?
Lipo. Jackson. Bwana, Mwanangu Kobe. za siku nyingi. Safi, nakuita mara 3 au mara 4 usikii mpaka nikuguse mwanangu, na mawazo sana. Ndugu yangu, cha kwanza nashukuru sana kukutana na wewe. Bwana, kitambo? Vipi bwana, za siku nyingi? Fresh, upo wapi? Bwana, mimi nakaa mtaa kama wa pili hapo. Na hivi nilipo na michakato kidogo, ina maana niko lesi. Itakuwa vizuri zaidi tukibadilishana mawasiliano ya simu. Mwanangu. Mweupe, sina simu. Yaani nimeacha simu hapo kati. Ila sema nini? Ndio. Kesho tukutane mida kama hii hapa. Itakuwa vizuri sana. Sawa. Basi nitashukuru sana. Sawa kaka bwana. Basi poa. Tupo. Bye bwana. Haya bwana. Basi poa. Fresh. Fresh. Angalia magari sasa. Usiari bwana kaka. Za saizi? Salama. Karibu. Asante. Karibu. Haya. Nikudumie nini? Niwekee nyanya za 300. Na hapa vitunguu shilingi ngapi? Kitunguu 100 kwa 150 hapo. Haya, unikia na hapo cha 150 kimoja. Hivi Rukia, samani, naomba nikuulize. Hivi kakako Jaki mmempata? Mbona sasa hivyo jamani Rukia? Au umefanya vibaya kukuuliza? Yaani hata sijui nisemeje. Kwani kuna nini? Maana tumehangaika sana kikweli. Sasa mmeenda kituo cha polisi kwani? Yaani tumehangaika, polisi, mahospitalini, kila sehemu tunahangaika sisi. Sasa mpaka sasa hivi mmepata mwafaka gani labda? Yaani hapa hatuelewi tunafanya nini, kwa sababu hatujachukua mwafaka wote mpaka dakika hii. Unajua yule ni binadamu, afu huwezi ukajua amepatwa na nini. Kwa hiyo labda mngeendelea kumtafuta kwa marafiki zake huko anapopenda kwenda. Hamjafanya hivyo? Mara ya mwisho nilisikia ameondoka na rafiki yake. Sasa toka hapo mpaka dakika hii sielewi nini kinaendelea. Yaani hapo mngempata huyo rafiki yake huyo, ndio labda mngejua yeye yupo wapi, kwa sababu hao ni vijana wanafichiana siri. Huenda yeye akawa anajua yupo wapi. Nilivyosikia kwamba yani huyo rafiki yake mwenyewe hamna hata anayemjua. Hicho nacho kipengele na changamoto, tena changamoto kubwa hiyo. Pole sana rafiki yangu. Nakuonea hata huruma, sijui yani hata nikusaidieje yani. Haya, karibu tena. Karibu, ngoja nikupe chenchi yako hapa mwenyewe. Karibu tena. Sinitenge sasa, si unakaa huko mpaka unajisahau hata kuja gengeni. Dada. Nimetembea vituo vyote vya polisi. Sijabahatika kumpata. Na huwezi amini shemeji. Mpaka sasa hivi bado sijala na njaa sana. Sasa itakuwaje? Mimi nashindwa hata kuelewa nafanyaje. Maana nimezunguka sana. Labda tusubirie jibu kwa mwenzetu, maana nimemwacha ameelekea hospitali. Basi sawa, twende nikaandae basi na wewe upate riziki.
Zanda? Hapana. Haki ya Mungu nimechoka. Kwa hamna taarifa zozote? Hospitali ya kitu. Nimeenda na sijakuta. Kuna daktari hapa ambaye nafahamiana naye. Ndio hivyo kaniambia kama mtu anaitwa Jackie katika hospitali. Vipi? Na polisi nako hakuna taarifa yoyote? Sasa hapo ndo nilifungua akili. Polisi mimi sijaenda. Inabidi sasa nifanye mpango niende kwa polisi. Jamani, kila mmoja kashazunguka kadri ya uwezo wake. Unaelewana? Na ujanja tena tuna. Mimi nilikuwa na ombi tu. Maana tumezunguka wewe mpaka tumechoka. Kwa hiyo tufanye tu mambo mengine yaende. Maana biashara zimesimamisha, makazini hatuendi. Kwa hiyo cha msingi hapa ndugu zangu, tuangalie maisha mengine. Zanda, wewe ndio jirani yetu na tunakutegemea kwa kila kitu. Na pia kama kwa masuala haya tumekuuza, tunaomba utusamee. Usijali. Wewe ni sasa na ndugu yangu sasa hivi. Kwa mambo mengine tutaendelea kusapotiana, lakini kwa hili tujaribu basi. Maana tumeshahangaika vya kutosha. Hata ukiniambia mimi hapa cha kufanya saizi mimi sina. Nahisi kabisa ubongo wangu umeshafika mwisho. Basi mimi cha msingi nilichowaitia hapa. Maana tumeshahangaika na kila mmoja akachoka. Kwa hiyo hapa tena ujanja hatuna. Mimi nimewaitia tu hapa ili tuongee jinsi ya kuweza kuwashirikisha wazee. Ndicho ambacho nilikuwa nimewaitia hapa. Au nyinyi mnalionaje? Kwa hiyo liko sawa. Hata mimi niko pamoja na wewe. Ni wazo zuri pia. Na bado akili yako inaendelea sana kutafakari, maana mimi nilikuwa sina hata wazo hilo. Kaka. Samani kidogo. Habari ya siku. Salama kabisa. Kwema kabisa. Kwema. Samani. Nilikuona nafikiri kwenye nyumba pale kuna watu wengi hivi. Nyumba pale bondeni pale. Bana pale kumetokea msiba, kuna mtu kapata ajali kule kiwandani, rafiki yangu, tamani kumwangalia mara mbili. Yaani ni vipande ukitaka kumwangalia nitakuwa ujasiri kweli ndugu yangu yani. Aise? Acha. Kuna jezi zingine za kutisha ndugu yangu yani. Basi sawa ndugu yangu. Haina shida ndugu yangu. Mimi nashukuru. Tuko pamoja. Sawa, haina shida. Samahani kwa usumbufu. Haina shida usijali. Haya. Imeshakuwa shida. Shoga yangu. Yalo nikuta jana. Makubwa. Jana si nimeenda huko kwa pita zetu. Habari za saizi jamaa? Salama. Kobe nimemkuta? Kobe? Naam. Karibu. Asante. Habari za saizi? Salama. Kobe nimemkuta sijui? Nasikitika sana. Kobe hatunaye duniani, yapata siku kama 4. Vipi kwani? Una maana Kobe amefariki? Ninamaanisha hivyo. Poleni sana. Asante. Tushapoa. Mimi nakwenda. Vipi mnamfahamu?
au Kobe mwenyewe, Kobe hakuwahi kuniambia kitu chochote kuhusiana na ndugu zake, tofauti na matatizo yale aliyoniambia na mikasa aliyoipitia. Na pia katika mazishi sikuweza kumuona ndugu yake yeyote, na baada ya mazishi pia sikuweza kuona mtu akikosea au akimuulizia. Sasa ndugu yangu, itakuwa si vyema sana bila kukuambia uhalisia wa maisha yanataka nini. Kweli unaonekana ni kijana mwema sana, naomba nikupongeze juu ya hilo. Moja kati ya sifa ya sisi wa Afrika ni umoja na upendo na mshikamano. Sijui utakuwa unanielewa vizuri. Nachotaka kukukumbusha, sijui kama utakuwa unafahamu, ulisacrifice maisha yako wewe na familia yako bila mwenyewe kufahamu. Matatizo, unamaanisha nini kuhusiana na matatizo? Ulimwokota mtu, ukamhifadhi ndani kwako, ukampa msaada mwingine na kuendelea kuishi naye pasipo serikali yako ya mtaa kufahamu. Kituo cha polisi karibu yako pia hakuna taarifa yoyote. Hili ulikuwa unaliona ni sahihi sana kwa upande wako, lakini haukuwa sahihi kwa namna moja ama nyingine. Ningependa utambue kwamba kuna wakati wema unaweza ukawa ajali. Kweli umemsaidia ni kijana mwenzio, alikuwa na shida, sawa. Leo hii amefariki kwenye mikono yako. Huna chochote unachofahamu kuhusu familia yake. Jeshi la polisi likikutia nguvuni, utakuwa nacho cha kueleza? Nadhani bro, huu ulikuwa ni msiba. Na msiba kila mtu aliusikia. Wajumbe pamoja na wenye viti, sawa, walikuja tukashiriki pamoja. Na mimi pale kuhusiana na Kobe nilitenda msaada. Yule ni mwanadamu, umeelewa? Hakuwa mnyama Kwa hiyo mimi kosa langu ni kumsaidia Kobe, au labda kosa langu liko upande gani, labda kwa mfano niulize? Bila kutambua kwamba vyombo vya sheria viko wapi, wewe ukafanya msaada, David. Yapaswa utambue kitu kimoja. Ni haki yako kumsaidia kila mwanadamu mwenye shida. Lakini je, ni njia zipi wapaswa wewe kumsaidia yeye? Umemwokota mtu, aidha mtoto, mtu mzima, unatakiwa ufuate taratibu. Serikali yako inakuelekeza nini? Nenda serikali ya mtaa, toa taarifa, pata barua, nenda polisi ili upate mwongozo wa kuweza kama unahitaji kuishi naye au la kumsaidia kwa njia yoyote. Hizo ndio stahiki sahihi za mtu kukaa na mtu ambaye hamfahamu. Hizo ndio njia sahihi. Mimi nimekuelewa. Niseme asante kwa haya machache miongoni mwa mengi ulionifikishia. Nami nitajifunza kupitia maneno yako. Nashukuru. Ila nikutoe hofu tu kwamba hakuna kesi yoyote itakao endelea kumtuhumu marehemu. Kwa hiyo mimi narudi zangu mkoani Morogoro kwa ajili ya kuendelea na majukumu mengine. Basi sawa. Karibu sana Dar es Salaam. Nashukuru. Naomba zingatia sana haya. Kifo cha ndugu yangu Jackson kimetokana na nini? Kaburi la Jackson ndio kaburi langu. Kwa sababu kifo cha Jackson kimeambatana na simu yangu.
Aeli. Nimekutana na ndugu yangu kwanza. Niongee naye afu. Habari bwana. Salama. Basi tutakutana baadaye. Poa basi, mimi nilikuwa nakusindikiza tu, mimi narudi. Poa. Bwana vipi? Fresh. Fresh. Kama kawa? Misha nasemaje? Safi bwana. Ndio. Sasa mwanangu? Ndio. Nimeshapata kazi hapo kwenye kampuni. Ila sasa ndo simu sina. Tangia jana ipo pale pale. Lakini wewe si una simu hiyo? Mimi simu nayo. Sasa mimi namba ninayo kichwani, naweza nikampigia afu tujue nini kinafuata. Hilo hamna shida bwana. Wewe mpigie hapo. Sasa. Bwana, ndio. Hii ndio sehemu ambayo tulipigiwa simu. Nikaongea nao, kila kitu kipo sawa. Kwa hiyo itabidi mimi kwanza niingie, alafu then nitakushtua kwamba nini kinafuata. Ndugu yangu hamna shida. Kwa sababu madam umepata wewe kazi. Natumaini hata mimi nitakuwa nimepata. Sawa Basi sawa. Sawa, ngoja mimi niwahi niingie afu tutasomana. Basi hamna shida bwana. Haya poa. Haya poa. Safari njema huko. Misha sawa sana. Na kwa nini wakati tunahangaika kumtafuta Jackson haujaja kutuambia? Mpaka unatuacha sisi tunateseka. Sawa. Sikiliza kwa makini. Vyote ulivyoniambia, vya uongo au vya kweli? Nitaenda kuhadisia. Kwa nini basi ndio una matatizo? Hamna cha kwa nini hapa, nakuomba inuka tuondoke. Mume wangu. Muda wote umelala jamani. Nimekaa ndani na kusubiria mpaka chakula kimepoa. Nisi ndoto za mchana. Na hizo ndoto zako za mchana. Haya, nenda kaoge basi tukale. Sawa, mimi nafikiri kila mtu amenielewa kile ambacho nilichukua nimekielezea. Kama kuna mtu yoyote hatakuwa hajanielewa, mimi nafikiri atakuwa hajakuwa makini. Lakini kwa maelezo kila sini moja kwa moja nimeelekeza na imenyoka. Sisi tunaelewana Fide na kutegemea. Nimekupa hii nafasi kubwa kwa sababu najua makubwa ulionayo. Kwa hiyo sitegemei, sio wewe, tusitegemei kama kuna mtu hata mmoja
ataenda kutuangusha katika hii film. Hivyo niseme kama kuna mtu hatakuwa hajaelewa, ni vyema akaniuliza hapa. Sio tukienda on set ndio anaambia mwalimu director sijaelewa. Hapo tutakuwa tunasumbuana. Kuna mtu yeyote mwenye swali hapa? Mimi nina swali moja. Karibu. Katika story yako jinsi ulivyo ni cast. Je, naweza nikacheza na nywele kama hizi au nikabadilisha muonekano? Sawa, swali zuri. Sini yangu nimekupa hakika imechorwa kwa matakwa. Ndio maana nimekuambia nimekuchagua kutokana na nilichokitaka unacho. Maana yake pia ikiwemo na hiyo character inaendana na hivyo ulivyo. Ingekuwa iendani maana yake mapema ningekwambia nakupa husika lakini nitakubadilisha. Yaani ningekwambia ukanyoe. Lakini sini yangu haikufungi. Isipokuwa maneno yangu sio script yangu, jamani wote hapa. Script yangu sio msaafu kusema ubadiliki. Ila ninachokitaka ucheze uendane na script yangu. Chukua key point yangu, alafu tengeneza nyama zako. Nikikufunga takuwa tuwezi kufika. Ila mimi sitegemea hapa kama kuna msanii ambaye takuwa anaenda tofauti. Na nikiona tofauti, nitapiga pause, nitakuelekeza, tutaendelea. Kwa kila mtu anataka akacheze kwenye hali ya kujiamini. Si tunaelewana? Star. Mbona kama tumelala? Kuna mtu ana kitete? Tumebakisha siku 2 tunaenda on set. Ndio. Karibu. Na mimi director nina swali la ujumla. Sasa hivi tupo kwenye kipindi ambacho mvua inakuja na jua linakuja, zinakuwa katika mfululizo. Sasa vipi kama tukianza kushuti jua likaanza, alafu mvua ikaingilia kati au ikawa vice versa? Hapo tutakuwa tunasolve. Sasa hapo kutokana hichi kipindi kama tulivyosema mvua na jua vinaingiliana. Na picha tutakayoipata kwenye mvua hatutakuja kuipata kwenye hali ya jua. Kwa hapo siwezi kulisibisha moja kwa moja hapa. Tutaangalia kipindi tuna shoot. Tumepata picha gani? Wakati tunataka kushoot picha nyingine, maana yake director tutabidi tukague picha yetu tuliofungia sini na tunataka kuifungua inaendana. Kama iendani mimi nafikiri ni vizuri tukatumia muda mwingi lakini kupata picha yenye kufanana. Tutakubaliana na kameramani, tusubiri. Kama ilikuwa ni tunatafuta jua, tutalisubiri jua. Kama tulishoot kwenye mvua na mvua tena ndio imeshakata, hapa tutakubaliana. Aidha turudie ile scene tuloshoot kwenye hali ya mawingu ili tushoot zote katika hali ya jua. Itategemea kutokana na hali tutakavyokwenda na hichi kipindi cha mabadiliko. Star. Kuna mwenye swali mwingine? Director, katika usika ulionipangia mimi, sini ninazocheza nitachange mavazi, nitavaa mavazi tofauti tofauti na kichwani nitakuwa hivi hivi au nitanibadilisha? Sawa. Usika niliokupa wewe utaendana na sini kadri utakavyotaka kucheza. Lakini tukae tukijua wasanii, nimesema kila mtu atakayekuja location abebe nguo tofauti tofauti. Usika utajua in set, lakini nguo utakuja nazo tofauti. Na kabla ya kwenda location tutafanya pre-production. Tutamkagua kila msanii mavazi alionayo yanaendana na kazi tunayoenda kufanya. Kama kuna kitu tulikuwa tunataka kwako hakipo, tutakupa muda ukakitafute ili uje ndo uendelee. Lakini kuhusu usika wa mwili, umbo lilonalo ndo hilo hilo, tukisema takufunga vigodoro uongo. Kama masuala ya nywele tutaangalia, sini hii nataka nywele za aina gani. Huyu kasuka nywele za kileo, sisi ni yetu hataki nywele za kileo, tutakuomba lazi ufumue. Ikiwezekana sio anasuka tano kichwa. Tuendelee au kuna mtu mwingine mwenye swali? Tuendelee. Sawa, sasa ni hivi. Mimi nategemea kila mtu usika wake niliompa amenielewa. Sidhani tena kama kuna mtu ananiangusha, ataniangusha. Tusifanye kazi kwa mazoea. Sitomwonea mtu huruma wala mtu amenizoea sana. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi nafikiri tumebakisha siku ngapi? 2. Kwa hiyo sitaki tuzinguane. Baada ya kusema nasema darasa nimelifunga. Oya, oya.